Breakfast. Kibiashara zaidi. Yes, bana, haya ambayo unayashuhudia ni maroli ambayo yanashusha bidhaa moja kwa moja kutoka shambani. Ambao hawa unaweza kusema kama ni malink, yani watu wakati ambao wanaunganisha kutoka kwa mkulima kuja kwa mfanyabiashara, lakini pia kwenda kwa mlaji yule ambaye ananunua. Karibu sana muungano mwenzangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Langu jina ni John Lawrence Bokera na hii ni Kibiashara Zaidi, utaratibu mzuri ambao huwa tuko nao kuhakikisha kwamba tunazungumza masuala mbalimbali yanayohusu biashara zetu. Na leo hii nimefika katika soko la Mabibo jijini Dar es Salaam. Hili ni maarufu sana, wengine wakiita soko la ndizi, wengine wakiita soko la viazi. Na nimekuja hapa kupiga story na wadau wa usafirishaji wa bidhaa mbalimbali. Wadau ambao wenyewe wako katika upande wa usafirishaji, wamekuwa wakisafirisha bidhaa kutoka shambani kule kwa wakulima kuja hapa kwa wafanyabiashara, hatimaye kwenda kwa walaji. Na kwa nini leo hii nimekuja kuzungumza nao? Hapa katikati kidogo kulikuwa na changamoto ya magari hayo kuto kufanya shughuli zake. Sawa bwana, huku ikatoka sintofahamu ya kupanda hata kwa bei, na nikasikia fununu kwamba hata hao ambao wanasafirisha na wenyewe kidogo walikuwa wamepandisha bei ya kusafirisha bidhaa mbalimbali, ikiwa ni ndizi, ikiwa ni viazi na bidhaa nyinginezo. Kwa leo nikasema nifike hapa nije kupiga nao story, tuzungumze, tufahamu kwanza uhalisia ulivyo wa usafirishaji wa hizi bidhaa, lakini mbali na hivyo, je, zinapatikana kwa wingi sasa hivi, bei ziko vipi na vitu kama hivyo. Kibiashara Zaidi. Natamani kufahamu la kwanza tu, kwa sababu wewe umesema ni mfanyabiashara hapa. Hali ya biashara sasa hivi ikoje hasa kwenye masuala ya usafirishaji? Upo hapa. Usafirishaji unajua ni kufuatana, kwa mfano viazi sasa hivi ni vya Njombe. Usafirishaji ni kufuatana na kijiji kinachotokea. Guneli mpaka sasa hivi kuna wakati mwingine linafika mpaka 25,000 mpaka hapa kwa usafirishaji tu kutoka kule Njombe. Kwa mfano kuna sehemu kuna inatoka Kipengele, kuna Igagala mpaka hapa ni guneli shilingi 15,000. Kipengele mpaka hapa ni shilingi 18,000. Kuna Makete kule mpaka hapa gunia ni shilingi 25,000. Kwa hiyo ni usafirishaji tu yani. Lakini kibiashara ndio hivyo, lakini ndio hivyo tunaendelea, biashara zinaenda hivyo. Wakati mwingine gunia hivi unaweza ukatoa kule mpaka hapa ukapata faida 1,000. Kwa hiyo hali ya biashara sasa hivi iko vipi, kwamba ni nzuri, ni mbaya, na biashara inafanyika au sasa hivi kidogo imedolola? Kwa kweli biashara naona mimi mzunguko ni ule ule tu. Hakuna tofauti inayotoka, mzunguko ni ule ule tu. Sijaona tofauti inayotoka kwa sababu kuna yani shida sisi ni kwamba kwa mfano hivi viazi vinapofika wakati vinachimbwa. Unaona magari mengi. Kwa hiyo na viazi vikikaa siku 2-3 vinaota tena, ina maana kwa mkulima ni hasara. Kwa hiyo unalazimika tu, unaona magari yanalazimika wakati mwingine kaa mpaka kule Sheli. Ni watu wanalazimika kwamba nini viuzike. Mimi nataka kujua hapa katikati, nakumbuka kidogo usafiri huu ulisimama, haya maroli kufanya kazi hapa katikati hapa. Kwa kilichotokea sasa hivi yamerejea katika hali yake ama mambo yakoje? Imerejea katika hali yake. Kwa kweli kwanza kwa hili namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kibiashara Zaidi. Bwana, hali ya biashara ikoje sasa hivi hasa kwenye huu usafirishaji wa maroli? Maana kidogo mambo yalikuwa yanaonekana kama kusimama, yamerudi kwenye hali yake ya zamani. Mambo yako vipi? Karibu. Sharudi kwa mambo mpaka sasa hivi yamerudi, mambo yako sawa tu. Hapo katikati wengine walisema kama biashara ilikuwa imesimama hivi, walisia ukoje hasa? Hapo katikati walisema biashara kama ilisimama hivi. Kwa nini ilisimama labda? Kuna kipindi kwenye changamoto hivi ndio kidogo ilisimama. Lakini sasa hivi ina shida. Na sasa hivi magunia yanauzwaje? Ninyi ndo waunganishaji kutoka kule shambani mpaka nakuja kwa mlaji. Kule shambani mnanunua shilingi ngapi na huko mnauzaje? Kule shambani inategemea na mabei, maana bei viazi havina bei permanent. Unakuta vinapanda na kushuka. Kwa hiyo unaweza kukuta labda leo hii kuna 45, leo hii kuna 38. Kwa hiyo maana hakuna bei permanent kama utajitoka moja kwa moja ukasema ni bei permanent. Hii bado hii mali mbichi. Kwa mali mbichi huwa haina bei ya kuweka moja kwa moja kwamba lazima uweze bei hapa hii. Kwa sasa hivi sokoni vipi? Bei imepanda au imeshuka au ikoje? Sasa hivi iko wastani. Iko wastani. Iko wastani. Kibiashara Zaidi.
Bwana bado napiga story na wadau. Njoo ndugu yangu. Huyo hapa. Taratibu. Bwana mzee wangu wewe. Nije hapo au tupige story kidogo hata kwenye kivuli hapa. Mzee tusimame hapa bwana. Mzee kwema. Shamo. Marhaba. Inaitwa John Lupokela na wewe? Mimi naitwa John Lupokela na wewe? Mimi naitwa Mkamwa. Mkamwa nani bwana? Epimac Mkamwa. Epimac Mkamwa. Ya. Wewe dalali, dereva, utingo, nani? Pita ndugu yangu bwana, pita kufanya biashara. Mimi ni dalali. Kumbe dereva yuko wapi? Mimi namtaka dereva. Dereva hapa bado hajafika. Hajafika bado. Sasa wewe kama dalali unauelewa kuhusiana na masuala ya usafirishaji alivyo viazi vikitoka kule mpaka hapa na unasimamia hivi unachukua mzigo? Ninauelewa ndio. Kweli? Kwanza biashara sasa hivi ikoje hasa hii ya viazi unafanya? Biashara sasa hivi ya viazi sasa hivi kidogo bei zimeshuka sana chini kwa sababu vimeingia kwa wingi. Kama wiki mbili hivi gari ziliingia nyingi sana. Kwa hiyo bei zimeshuka sana kutoka 90,000 80 ambayo tulikuwa tunauza kabla ya uchaguzi. Sasa hivi tunauza mpaka 55,000 60. Hizo bei ya 80 70 hakuna tena. Sababu mazao yameingia kwa wingi. Kwa hicho ndio kinachoonekana. Ndio. Na nakumbuka kuna kipindi hapa kati gari zilisimama kidogo. Kwa sababu yaliyotokea. Vipi sasa hivi gari zimerudi kwenye mzunguko wake kwenye usafirishaji na hali iko vipi na mliathirika vipi ilipokuwa imesimama na ilisimama kwa nini? Sasa hivi hali imekuwa nzuri kwa sababu gari zinaingia tu kwa wingi sasa hivi. Gari zinaingia kwa wingi. Tofauti na mwanzo. Mwanzo ilivyosimama mliathirika kiasi gani kama wadau ninyi ambao mpo mnafanya biashara hii? Tuliathirika kwa sababu kukaa tu bila kuingiza kitu chochote na una familia una nini, unajua tena ilikuwa ni ngumu sana. Tuliathirika na sisi kwa kiasi fulani. Poleni sana. Asante sana. Kwa mfano wewe siku unaingiza labda mzigo shilingi kadhaa, unaingiza shilingi ngapi? Au utakusema kwa siku? Hiyo haitabiriki sasa. Kwa kipindi kile sasa athari zikakuleta zaidi. Ilikuwa tuingizi chochote sababu tuko majumbani tu. Sawa. Watu wanasema ninyi kule shambani kule mzigo ukichukuliwa kule unachukuliwa bei nafuu, lakini ukija huku mnauza bei ya gari sana. Inasababishwa na nini? Kusema kwamba kule shambani tunanunua bei rahisi si kweli. Kwa sababu kule shambani ukinunua viazi labda umenunua gunia shilingi 40,000. Kulisafirisha mpaka hapa Dar es Salaam labda ni 15,000. Inakuwa imesimamia 65,000. Alafu kuna gharama humo njiani humo. Ushuru nini na hapa kuna gharama za ushuru sokoni na nini. Huwezi kununua kule viazi 40,000 uje uze 40,000. Ni lazima uangalie zile gharama ulizotumia na chochote kidogo kinaingia pale. Yaani mara nyingi unakuta kuna 5,000 2,000 na siku hiyo unaweza ukakuta soko limejaa sana. Unakuta unaamua tu kuuza biashara ili hadi mtaji wako usikate, uuze tu umalize. Kibiashara zaidi. Wewe nipige story na kamanda wangu huyu kamanda namkumbuka vizuri. Siku ile dakika chache tu najua hapa kamanda dakika chache. Tutamchukua. Kamanda mambo vipi bwana? Niambie. Uko vizuri? Tukae wapi hapa Bwana anasema jamaa tukae kwa huyu jamaa anasimamia biashara huyu kwa hapa ili isionekane kwa hapa. Mambo vipi? Safi. Mimi naitwa John Lupokela na wewe? Hamisi Saidi Kilama. Nani? Hamisi Saidi Kilama. Bwana Hamisi. Bwana jamaa yuko busy kweli kweli haina shida. Bwana hali ya biashara iko vipi? Maana unaona wafuba mzee wangu. Hamna kawaida tu. Unajua hizo biashara hesabu hizi. Ndio. Anasema nini? Mali bila daftari? Upotea bila habari. Si umeona? Hapa ndo unaandika, unatiki na nini vitu kama hivi. Ndio kila kitu. Wewe ni nani hapa? Mimi dalali. Wewe dalali. Hebu naomba nifahamu. Nyinyi madalali mnaathirika vipi na usafirishaji unapokuwa nadra ama unapokuwepo kwa wingi hasa? Usafiri unapokuwa nadra sisi asali yetu ni kwamba mizigo haiji. Yaani watu unakuwa shambani unapata mizigo lakini kufika sokoni inakuwa ni shida. Na lakini usafiri unapokuwa mwingi ina maana na sisi mizigo inafika kwa haraka. Umeelewa hapo? Ndio iko hivyo. Na biashara inakuwaje kama wafanya biashara lakini ambao ni watu wa kati madalali? Biashara inakuwaje inapokuwa sasa? Magari yanapokuwa na shida kuingia mengi hapa biashara inakuwa ngumu, viazi vinakuwa vinapanda bei juu. Ila magari yanapokuwa mengi umeona magari hapa nje sometimes magari yanakuwepo hadi sheli. Kwa hiyo akiwa mpaka sheli magari biashara inakuwa iko vizuri. Umesikia? Ndio iko hivyo.
Hivi karibuni nilipewa taarifa kwamba bwana magari yalikuwa hayaingii hapa. Sasa hivi hali ikoje hivi tunavyozungumza Hamisi? Sasa hivi hali iko shwari, kama hivyo vurugu zimeisha. Kwa kila mtu raia ambao zamani ilikuwa vurugu ilivyokuwepo, raia kutoka Mbezi kuja huku inakuwa shida. Kwa hiyo sasa hivi hali imekuwa shwari. Sasa hivi biashara ikoje? Kwenye gunia mnauzaje na nini na vitu kama hivyo? Yaani hapa wiki ya nyuma iliyopita ukiachia siku ya leo, viazi vilikuwa vinauza bei nafuu tu, maana viazi vilikopo vingi. 65, 60, 55 mpaka sangine 50, 45. Kwa hiyo inategemeana. Wenyewe wazoefu wa soko wanaelewa. Sasa hivi shilingi ngapi sasa? Sasa hivi viazi vimeanza 75 kuanzia leo, yani 75, 70, 65. Viazi simuona adimu, uwanja kidogo mweupe. Mambo yamekuwa adimu, uwanja umekuwa mweupe. Sawa. Hivi bwana Hamisi wewe ni dalali tu. Lakini unaweza kuniambia hili. Mzee mwenzangu angalia bwana, rudi mbele kidogo asijaka kuna nini? Kuna jambo moja wanasema nyinyi kule hawa wanaofanya biashara usafiri, wewe dalali lakini uko nao. Wanapata kwa 40 au 45. Wanatoa shambani, wanaleta hapa kwenu nyinyi wafanya biashara. Ninyi ndio mnapandisha bei za bidhaa. Hamna. Kwa nini inakuwa hivi? Yaani biashara ikoje? Ujue biashara ya viazi kama viazi. Mkulima kwa jinsi alivyonunua viazi shamba ndio namna anavyoangalia soko likoje na yeye ndo anauza. Yaani dalali wa viazi sio sawa na dalali wa nyumba. Kwamba kusema chumba sijui 50,000 na yeye umpe 50,000 hamna. Wewe unapewa kazi, hela udalali kila gunia kuna makato yake. Kwa hiyo kazi inapokuja namsikiza mkulima jinsi alivyonunua shamba. Mimi nimenunua kiazi bei fulani. Kwa hiyo soko linavyojieleza sasa hivi 70 niuzie viazi 70. Tena sisi ndo tunakuwa washauri wa mkulima kwamba viazi hivi bwana tukikaa navyo hadi siku 3-4 vitaoza. Kuna mteja hapa anataka, tunavyowasikiza maoni ya wateja wanataka viazi 60 bei gani? Vipi tuuze? Bwana mimi napata hasara. Kweli unapata hasara lakini hii mali kuoza, umeelewa? Kwa hiyo dalali wa viazi sio sawa kwamba anapandisha bei. Si hatuhusiani na bei. Tena sisi ndio inakuwa sisi tunamshauri mkulima bwana kwa viazi bei ishuke kidogo. Maana wateja wengi tunaokuwa nao sisi ndio tunaonana na wateja. Ndio. Tumalize na hili. Changamoto nini hasa? Nyinyi ndio mpo hapa mabasi hiyo kwenye kupaki na nini, kitengo cha usafirishaji na viazi. Changamoto nini? Changamoto inategemea na hapa. Yani kwamba mkulima wengi ujue soko hili la Mabibo wateja yani wanakuwa hawana guarantee. Wateja kiasi kama amenunua 70, kesho viazi 55, kesho kiazi laki, umeona? Changamoto ndio hiyo. Changamoto unayoipata kumwambia mkulima, jinsi unavyomwambia mkulima bwana soko linakuwa kidogo alieleweki vizuri. Wewe unapompa ushauri mkulima bwana viazi huko sasa hivi laki, lete gari, akikwama njiani tu siku moja anakuja haipati ile bei ya laki. Kibiashara zaidi. Bwana wewe ukiwa kama mdau, so mdau tu, mdau wa usafirishaji na ni dereva. Ukianza na jina lako vizuri, alafu natamani kujua nyinyi ndio mpo kwenye usafirishaji. Mambo yako vipi sasa hivi? Sasa hizi kwa jina naitwa Agustino Petro Kigola. Nani? Agustino Petro Kigola. Na wewe ni nani? Ni mkazi wa Mbeya. Na hapa ni dereva wa gari hapa okay. Kama dereva, hali ulikuwa unaizungumzia hali ilivyo sasa hivi? Sasa hizi hali ipo shwari. Ila ndio hivyo japokuwa hapo katikati ndio hivyo mambo yalitokea. Ila sasa hizi hali ipo shwari. Nyinyi mnatoa bidhaa kwa mkulima kule, sio shambani mpaka hapa. Wengine wanasema bwana madereva ama nyinyi wadau wa usafirishaji ndio mnapelekea wakati mwingine hizi bei za bidhaa kupanda. Hili nalitazama kwa namna gani hasa? Tunafanya hivyo kutokana na mzigo sasa hizi unafuata mbali, unafuata vijijini sana. Make tuko kwa nafuata mara kwanza sasa hizi mizigo hamna. Ndio maana tunafanya hivyo. Kwa mfano labda wewe unakuwa wewe ndio mwenyewe unanunua au unakuwa na mfanyabiashara ambaye anaenda ananunua, wewe upo kwenye usafirishaji? Nakuwa na mtu ambaye ananunua. Huwa tunatembea naye, tunaenda tunafuata mzigo, tunafika naye mpaka huko. Vipi, changamoto nini hasa ukiwa kama mdau wa usafirishaji, wewe ndio mnobeba bidhaa hizi? Changamoto nini hasa kutoka kule shambani? Maana ninyi ndo mnaaminika mnaunganisha biashara. Mnaitoa shambani kwa mkulima
inakuja mpaka sokoni hapa. Changamoto ni nini hasa kama mdau wewe wa usafirishaji? Changamoto sometime unaweza ukawa umeenda kufuata mzigo kule kijijini, ukakalishwa, unaweza ukaitwa leo labda mzigo, kumbe bado unaweza ukakaa hata wiki. Kwa hiyo mpaka ukafike mpaka huku huwa unatumia siku nyingi sana, ndio changamoto iliyopo hiyo. Kwa mfano mzigo ulioleta leo umetoa wapi? Huu umetoka Makete. Makete Njombe. Kutoka kule mpaka hapa leo unaufikisha. Umefika leo au jana? Hapa nimefika juzi. Umefika juzi? Ila tangia twende Makete nimekaa kama wiki. Mpaka unafika huku ni safari imetumia wiki nzima. Umetumia wiki nzima mpaka mzigo unafika hapa? Mpaka unafika hapa. Hii ndio sababu ya kupandisha bei? Sababu ya kupandisha bei ni mzigo unakotoka ni mbali sana sasa hivi. Kibiashara zaidi. Oi, vipi? Shwari baba? Uko vizuri? Hakika. Mimi naitwa John, unapokea na wewe nani bana? Ongea na bwana Ernest hapa. Nani tena? Nasubiri ngapakie. Bwana sikia, unaenda kupakia wapi sasa? Naenda kupakia hapo Jangwani. Hivi wewe mzigo unatoaga mkoani pia? Changamoto ni nini hasa? Hamna barabara mbovu, ambao watengeneze barabara. Lakini nimesikia wakati fulani ilikuwa mmesimamishwa kuingia huku. Sasa hivi imeruhusiwa. Vipi mambo yalivyo? Sasa hivi uhakika, ila ambao watengeneze barabara mkuu. Naitwa nani? Sisi ndo tunawaletea malikuoza alafu watengeneze barabara ise. Naitwa Ernest. Unasema unaletea nini? Malikuoza sisi ndo tunawaletea mjini alafu sasa watengeneze barabara ise. Kwa hiyo nyinyi ndio viunganishi muhimu. Watakuwa ongea na sisi vizuri sasa. Kibiashara zaidi. Yes bana, hivyo ndivyo uhalisia ulivyo, na huyo ni moja ya dereva mdau wa usafirishaji ambaye nimepigana na story. Ngoja nipige na mdau mwingine hapa kidogo. Kamanda, taratibu basi kidogo. Kaka, mambo vipi? Shwari. Kwema. Kama bwana, mimi naitwa John, upokea na wewe? Mimi naitwa Ramadhani Amani. Bwana, wewe unasafirisha bidhaa kutokea wapi kwenda wapi? Kutoka Moshi kuja Dar. Unatokea? Kutoka Moshi kuja Dar. Bwana, hali halisi ya usafirishaji kama wadau wa usafirishaji ikoje huko barabarani? Changamoto ni ngumu mpaka kufika hapa. Kwamba ni changamoto tu za barabarani. Kama zipi labda? Ajali. Hapo katikati hapo kidogo mambo yalikuwa sio shwari kuingia na vitu kama hivi. Sasa hivi uhalisia ukoje wa ninyi wadau wa usafirishaji? Sasa hivi tunamshukuru Mungu, sokoni tunafika kwa wakati. Sawa, unalipi la kumwambia mtazamaji wetu hasa kwenye mazingira na wenye mamlaka juu ya ninyi madereva? Ni kwamba wangeturekebishia barabara ziwe zinapitika kwa wakati. Bwana, wafanyabiashara wanasema twenzetu taratibu twenzetu. Wanasema wafanyabiashara ninyi ndio mnaongeza bei kwa sababu mnaongezea sana bei huko mnapotoa. Kutokana na hali ilivyo huko shamba. Shamba ni pagumu kutoka. Poa sana, kushukuru sana. Sasa unaitwa nani? Ramadhani. Bana, umesikia Ramadhani yeye akituambia uhalisia huko kwa namna gani. Ngoja nimalizie hapa wawili watatu. Na mimi nimetaka kujua, nimezungumza na madalali na nini, umesikia wasafirishaji wanasemaje. Ngoja nimalizie na wa mwisho hapa, alafu twenzetu njoo tumalize na wa mwisho hapa, alafu tuondoke zetu. Ngoja niongee na mdau wa usafirishaji. Kamanda, mambo vipi? Safi. Kwema ndugu yangu. Kwema blaza. Mimi naitwa John, upokea na wewe? Na mimi niko poa. Nani jina lako? Mimi naitwa Nestor. Bwana Nestor nani? Nestor Saruni. Bwana Nestor, wewe unasafirisha bidhaa kutokea wapi kwenda wapi? Mimi natokea Arusha. Yaani bidhaa kutokea Arusha kuja huko? Hali ya usafirishaji sasa hivi ikoje hasa? Hali ya usafirishaji mimi yenyewe sijaelewa. Kwa nini? Elewa kwa sababu wenyewe changamoto ziko ni kama hapo babani yenyewe maskari wako wa kutosha wanatunyanyasa kweli. Lakini hapa katikati ilikuwa kidogo kuja Dar mtihani. Sasa hivi hali ikoje? Sasa hivi kidogo sio mbaya. Mambo yako vizuri. Lakini moja la mwisho rafiki yangu, wakati tunakuja taratibu hapo wanasema nyinyi ambao ndio mbele kidogo, wanasema nyinyi ambao mnasafirisha ndio ambao mnasababisha bei za bidhaa kupanda, ni kweli? Hapana. Huwa mnawapandishia sana bei? Hapana, hiyo ni uongo. Hii inatokana na nini sasa? Ni kwamba tuseme kama watu wanasema kwamba labda sisi ndio tunasababisha bidhaa ipande, ni uongo mwanangu, tusiongee kitu ambacho haipo. Lakini nyinyi huwa mnapandishaga bei? Hatupandishi mwanangu. Hatupandishi kwa siongei uongo. Bei zenu mnaweka kulingana na nini sasa? Na maisha bei zetu ni zile kwa sababu yani mimi sijaona kama kuna mabadiliko yote. Asante, kushukuru. Bwana umesikia Rasta? Umesikia ndugu yangu mtazamaji uhalisia ulivyo, na mimi nafikiri huo ndio uhalisia wa mambo yalivyo hasa
kwa madereva ambao wanasafirisha, lakini pia umewasikia wafanyabiashara wanasemaje na hali ya bidhaa upatikanaji kusafirishwa kutoka huko unapotoka kuja hapa iko vipi. Sasa hivi cha kufanya mimi nakwenda kutamatisha na kiongozi ambaye huyu ni msimamizi wa kitengo hiki ambacho mimi nilikuwa nazungumza nayo. Iko vipi? Karibu. Kibiashara zaidi. Mimi naitwa Mshumu Saidi, mwenyekiti wa soko la Ndezi, kitengo cha viazi na vitunguu. Usimamizi wa kitengo ni lazima katika kila kitengo. Huko vizuri, tunachozingatia ni nidhamu. Kanuni za soko zipo, matusi hatakiwi, uvutaji hautakiwi, na kila mtu yupo huru kufanya biashara katika eneo lake la kazi. Nikimaanisha kwamba ukija sokoni, fanya shughuli zako, tafuta amani ya soko, heshimu kila mtu. Kwa hiyo tunaangalia kila mmoja hapo leo sokoni anunue kwa amani biashara, kama ni mteja na kama ni muuzaji amheshimu mnunuzi. Kwa upande wa magari yako chini, yakiingia ndani yako chini ya ulinzi na usalama katika kitengo. Nadhani tunazingatia, tunalinda kisipotee kitu cha mtu. Kibiashara zaidi. Yes, bana, ulikuwa wakati mzuri ambao nimezungumza. Kwanza umesikia hali halisi ya biashara hii ya viazi, yani usafirishaji wa viazi uko vipi, lakini umesikia uhalisia sasa hivi kutoka katika pale ambako tulishuhudia kidogo usafirishaji ulikuwa kama umesimama hivi kutokana na ya hapa na pale, lakini umesikia biashara ilivyo yenyewe ya viazi iko kwa namna gani, lakini pia umesikia wale watu wakati wanaitwa madalali uhalisia ukoje, wanafanyaje biashara. Lakini tukazungumza na madereva ambao wenyewe wanachukua moja kwa moja bidhaa kutoka kule shambani, wanachukua bidhaa kutoka kule shambani na kuleta sokoni, uhalisia uko vipi na vitu kama hivyo. Lakini pia mwenyekiti ametamatisha katika usimamizi na vitu vingine vingi. Bila shaka umefahamu bwana, bei ziko vipi, shughuli zimerejea kama kawaida. Hili ndio jambo la msingi, kwamba shughuli zipo kama kawaida, lakini usafirishaji unaendelea kama kawaida na biashara inafanyika. Na sasa hivi wanakuambia biashara imekuwa nzuri, gari zipo za kutosha, lakini pia viazi vinapatikana na vitu kama hivyo. Kwa wakati wote ulikuwa nami John Lawrence Bokela. Super Breakfast. Kibiashara zaidi.